Karibu sana Local Content, na kwa taarifa muhimu kuhusu Red Devils. Taarifa kubwa na ya muhimu kwa sasa ni ile ambayo inamhusu Bruno Fernandes, kiungo wa Manchester United. Lakini sasa ni kueleza ambacho kinachoendelea pia na taarifa nyingine kutoka pale nchini Uingereza. Ni kwamba Bruno ana nafasi yeye mwenyewe kuamua kama atataka kuondoka Manchester, kwa sababu ana mkataba mpaka 2027. Lakini kama atakuwa na nia ya kutaka kuondoka, anaweza kashinikiza kuweza kuondoka. Lakini Manchester wenyewe msimamo wao kwa sasa ni kwamba Bruno ataendelea kubaki na hawahitaji kuweza kumuuza. Na tunafahamu wote huyu ni moja kati ya watu muhimu sana kwenye klabu ya Manchester kwa sasa, amekuwa akiibeba United. Kwa hiyo ni jambo ambalo linasubiri taratibu nzuri kuweza kufanyika, aidha mchezaji mwenyewe kuamua, lakini klabu tayari inaonyesha kwamba haiko tayari kuweza kumuuza Bruno, na ikielezwa kwamba Ruben Amorim anamwangalia kama Bruno ni mtu muhimu kwenye project ya kuendelea kuijenga Manchester mpya. Lakini taarifa nyingine siku ya leo ni kwamba Manchester wamefanya mazungumzo na Victor Osimhen, mshambuliaji wa klabu ya Napoli ambaye yuko kwa mkopo kule Uturuki, na ni mchezaji ambaye inaelezwa kwamba watu wanamuona ni mtu sahihi na kiwango chake kikiwa ni moja kati ya washambuliaji wazuri kwa sasa pale barani Ulaya. Kwa inaonekana Manchester wanaelekeza macho yao kwake, lakini inaelezwa kipaumbele kikubwa cha Manchester ni Victor Gyökeres. Na tukumbuke kuna taarifa zilisema kwamba Manchester hawatakuwa tayari kutoa fedha nyingi kwa ajili ya Victor Osimhen. Kwa hiyo inaelezwa Manchester kipaumbele chao kikubwa, kama watafuzu ligi ya mabingwa Ulaya kupitia mlango wa Europa League, basi watakwenda kwa Victor Gyökeres kutoka pale Sporting Lisbon, na alifanya kazi na Ruben Amorim. Kwa ni mtu ambaye anazungumzwa. Lakini watetesi ilikuwa inamhusu Liam Delap kutoka Ipswich. Inaelezwa kwamba kama Manchester watafanikiwa kwenda kumpata Gyökeres, basi wataachana na mpango wa bwana mdogo Liam Delap ambaye watu wengi bado wana doubt kwamba huenda sio mtu sahihi sana. Lakini taarifa nyingine siku ya leo ambayo imekuwa imetembea sana na taarifa kubwa ni kwamba Manchester iko katika mazungumzo ya kumpata goalkeeper Milinkovic Savic. Huyu ni Mserbia mwenye miaka 28, anacheza pale nchini Italia. Kwa mujibu wa guru wa mambo haya Fabrizio Romano, anaelezea kwamba Manchester wameanza mazungumzo na klabu ya Torino ya pale Serie A ili kuweza kumpata Savic. Na hii ni kwa sababu Manchester wamekuwa na changamoto kwenye sehemu ya goalkeeper, hususan kwa magolikipa wote wawili. Andre Onana amekuwa na makosa ya hapa na pale, lakini pia goalkeeper msaidizi Aita Baindiri naye bado ni changamoto. Kwa Savic inaelezwa kwamba Manchester wameanza mazungumzo. Hili ni jambo jingine la kuweza kusubiri kuona itatokea nini. Lakini kuna tetesi nyingi kwamba Garnacho huenda kaondoka Manchester mwishoni mwa msimu huu. Sasa moja kati ya vilabu vinavyoelezwa ni klabu ya Chelsea, lakini Manchester imewaambia Chelsea iwapo wanamhitaji Alejandro Garnacho watalazimika kuandaa pauni milioni 65 ili kuweza kumruhusu Alejandro Garnacho kuondoka kwenye klabu ya Manchester. Inaweza kuwa si ajabu kwa Garnacho kuondoka, labda kina Amorim hawaoni kile ambacho wanakihitaji kwake. Hata mashabiki kadhaa wamekuwa wakipigia kelele kwamba Garnacho si mtu wa kufikisha Manchester kwenye nchi ya ahadi. Ni mchezaji wachezaji wa kikosi, squad player, lakini labda hawezi kuwafikisha nchi ya ahadi. Kwa kama Chelsea watamtaka au mtu mwingine, au ni milioni 65 itamfanya bwana Garnacho kuondoka. Taarifa ya Aaron Ramsdale, goalkeeper huyu ambaye anakipiga kwenye klabu ya Southampton na ameshuka daraja. Manchester inasemekana pia wako kwenye mpango wa kumpata goalkeeper huyu ambaye pia West Ham wanamwania. Ramsdale mwenye miaka 26 anatarajiwa kurejea kwenye ligi kuu kutokana kwamba ana kiwango bora sana. Inaonekana Manchester kwa sasa watakuwa wanatafuta kwa goalkeeper. Taarifa za Savic zipo, lakini pia kuna taarifa hii ya Aaron Ramsdale kwamba huenda akaenda kujiunga Manchester ili kwenda kuongeza ushindani langoni. Huenda anaweza sije kuwa goalkeeper namba 1, lakini akaja kuwa goalkeeper labda namba 2 kama Aita Baindiri anaweza pia akaondoka. Kulikuwa na tetesi za Aita kutaka kurejea kwenye klabu ya kwenda kwenye klabu ya Galatasaray ya kule nyumbani kwa Uturuki. Jack Evans, kinda wa miaka 16 kutoka pale Leicester City, inaelezwa Manchester pia wanamfukuzia kwa ukaribu na wako tayari kuwapa Leicester City
kiasi cha paundi milioni 13 ili kuweza kumpata winga huyu ambaye ana uwezo mkubwa. Na sasa Leicester tunafahamu imeshuka daraja, wataenda championship msimu ujao. Wanaweza kuwa wanatafuta kujenerate fedha kwa ajili ya kuboresha kikosi chao. Kwa hiyo bwana kinda Jack Evans, Manchester wako tayari kulipa paundi milioni 13 kuweza kumpata kinda huyu ili kuja kuboresha. Na siku za karibuni Manchester na Ineos wamekuwa wakisajili vijana wengi wenye vipaji ili kuweza kuja kuitengeneza Manchester ya baadaye. Taarifa nyingine ni kwamba goalkeeper wa 3 Tom Heaton anatarajiwa kuweza akaongezwa mwaka mmoja wa kuendelea kusalia Manchester. Huyu anasifika sana kama ni goalkeeper wa kuwafundisha wenzake. Hapati namba lakini amekuwa akipata muda mzuri wa kuweza kuwafundisha wenzake. Nyota mwingine ambaye amesajiliwa na Manchester, Diego Leon kutoka kule Paraguay, anatarajiwa kwamba atajiunga na Manchester katika wiki ya pili ya mwezi wa 6. Hizo ndio update chache ambazo nimezipata kwa sasa, nikasema nikudondoshee wewe mwana Loco. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa Loco Content. Chao kwa sasa.